haikinzani na dira. Ndiyo yale yanayoonyeshwa katika dira, ilani nayo inachukua ili kuweza kuyatekeleza. Kwanza nishukuru sana kwamba ilani ambayo inapita, ambayo imenadiwa mwaka 2020 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam imetekelezwa kwa ukubwa sana. Ilitaja itafanya kazi ya mabarabara, kazi ya sekta afya, sekta ya elimu, sekta mawasiliano, sekta miundombinu, na zote hizi zimetekelezwa kwa ufanisi mkubwa sana. Kidogo tunachoweza kukizungumza hapa ni kwamba leo ukija Dar es Salaam utaona barabara nyingi zimefukuliwa na zinatengenezwa. Zile barabara za mwendokasi zilielezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Leo kuna ile barabara ya Ohio kuja Moroko Mwenge kwenda moja kwa moja basi haya kule Bunju, zaidi ya kilomita 29.5 zinatekelezwa kwa zaidi ya bilioni 300. Lakini leo tena ukija pale barabara hii inayokwenda airport ni kilomita 23.3 inajengwa kwa bilioni 231. Barabara ile sasa iko mwishoni kukamilika, na ukienda kule mwishoni barabara inayokwenda Mbagala ni barabara ile Kilwa Road imekamilika na imetengenezwa kwa bilioni 217. Hii ni mfano mdogo sana katika ule utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ambayo leo tunaimalizia. Lakini kwenye sekta ya elimu ukija utakuta mashule ya msingi na sekondari yanabomolewa na kuanza kujengwa kwa njia ya magorofa. Ni shule nyingi sana zimejengwa sasa kwa njia za magorofa, na tumepokea zaidi ya bilioni 50 kwa kipindi kifupi sana ambazo zinafanya kazi kwa ajili ya kuboresha sekta ya elimu. Lakini katika sekta ya afya ni ukweli usiopingika kwamba miaka yote, kwa mfano hospitali ya Ocean Road tulikuwa tuna kifaa kinachoweza kudiagnosis, kupima tunasema kansa kwenye primary stage. Mara nyingi sana wengi tumekuja kuikuta kansa, unagunduka na kansa baadaye sana. Lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi ilisema itaboresha sekta ya afya. Nini imefanya? Kimenunuliwa kifaa kikubwa sana kinaitwa PET CT scan ambacho kinauzwa zaidi ya mabilioni kwa ajili ya kuhudumia na kupima afya za wanadamu. Hiyo ni hospitali moja ya Ocean Road. Sijafika JKCI, sijafika Moi, sijafika Muhimbili, sijafika mahospitali mengine yote pale Dar es Salaam kama vile Temeke, kama vile Mwananyamala na kama vile hospitali nyinginezo ambazo zinabeba taswira na sura ya mkoa kama ikiwemo Amana. Kwa hiyo naweza kuhitimisha kwa kusema ilani iliyopita imefanya mambo makubwa na yametekelezwa na serikali. Kwenye sekta ya umeme Dar es Salaam, mtakumbuka leo sisi watu walioingiziwa umeme Dar es Salaam ni 1,163,000. Hao wote ndio wameingizwa umeme, kwa maana ni umeme wa domestic use. Lakini consumption yetu sisi ya megawatt ni megawatt 600 karibu na 86 kwa mkoa wa Dar es Salaam. Hivi ninavyowaambieni tatizo kubwa lilikuwa ni katika kwa umeme, ambayo ilikuwa ni kwa sababu ya njia mbovu za kusambazia umeme. Mtakumbuka kwamba umeme una mambo makubwa matatu. Una sehemu ya generation, una sehemu ya transmission na una sehemu ya distribution. Kwa hiyo Dar es Salaam tuna miradi mikubwa ya kufanya distribution ya umeme. Sambamba na hilo pia tuna miradi mikubwa ya kufanya distribution ya maji. Kuna matenki makubwa yamekamilika, likiwemo tenki la Bangulo ambalo limejengwa likiwa na lita nyingi sana kwa zaidi ya bilioni 34. Hii ni ilani ambayo imetekelezwa na serikali. Sasa mimi kwa kuwa ni mkuu wa mkoa nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kusimamia vizuri mapato ya taifa letu ili yaweze kuakisi maendeleo ya watu. Kwa hiyo nakiri kwamba Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ambayo kwa upande wa pili Chama cha Mapinduzi kinamshukuru sana. Na mimi kama pia mwanachama wa Mapinduzi ninamshukuru sana kwa sababu amesimamia na kuratibu haya mambo kwenda vizuri mno. Lakini jambo la mwisho, nini sasa ningependa ilani hii ifanye? Itembee mle kwa maana tuendelee kuboresha mabarabara, sekta ya afya, sekta ya anga, sekta ya elimu pamoja na masuala mengineyo, bila kusahau ulinzi wa taifa letu. Sekta ya bandari iendelee tena kuboreshwa na itajwa katika ilani. Sekta ya bandari, mtakumbuka kwamba Dar es Salaam ndio kitovu cha uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo hayo ndio machache ambayo natamani niendelee kuyaona ndani ya ilani ili Dar es Salaam iendelee kuwa kitovu cha uchumi na kitovu kikubwa cha diplomasia na kitovu kikubwa cha uvutio wa watu wengine wote duniani ili kuja kupeperusha maendeleo ya taifa letu. Baadhi ya wakuu wa mikoa wengine tumeanza kuwasikia wakitangaza nia kwamba wanautaka ubunge. Na natamani kidogo nisikie kwako. Una nia hiyo kwa mwaka 2025? Mimi ninachofahamu ni kwamba tarehe 28 ya mwezi huu, ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 2, jinsi nilivyosoma ile ratiba, ni uchukuaji wa fomu. Kwa hiyo nani anagombea
nani hagombei, nani alitamka nini, nani hajatamka nini, itathibitishwa tarehe 28 kuelekea mpaka tarehe 2. Dhamira unayo huna mheshimiwa? Tukisubiri sasa, kwa kuwa chombo hiki ni chombo ambacho kinaishi na ninakiombea Mungu kiendelee kuwepo mpaka tarehe 28, maana yake alhamdulillah naamini jibu hili unaloliuliza tutalipata hapa. Mheshimiwa, kwenye mkoa wako kuna utekelezaji wa ilani umefanya kwa kazi kubwa ya CCM, barabara, miundombinu, usalama umefanyika kwa kiwango kikubwa. Bila shaka hili ndilo sukuma kufanya Dar es Salaam kuwa na biashara saa 24. Unaonaje mwitikio ufanyikaji wa biashara saa 24 kwa jiji lako na mkoa ambao unaongoza? Biashara saa 24 kwa mkoa wa Dar es Salaam is not a new concept. Leo mkija Dar es Salaam mtakuta stendi ya Magufuli inafanya kazi saa 24. Na nitakuwa muongo nikisema huwa hakuna maji yanayouzwa, hakuna vocha yanayouzwa, hakuna pikipiki inayofanya biashara, nitakuwa muongo. Ukija stendi ya Magufuli ni ishara mojawapo kwamba kuna biashara saa 24. Lakini ukienda kwenye mahospitali yetu yote yana operate saa 24. Kwa hiyo nikisema duka la dawa mahali fulani litakuwa limefungwa, pia nitakuwa muongo. Yapo maduka yanayo operate saa 24. Ukija bandari ya Dar es Salaam inafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo nikisema kwamba operations za logistic chain kusafirisha makontena kutoka bandarini kwenda kwenye ICD yanafanyika tu mchana, nitakuwa muongo. Dereva anaamka anabeba makontena yake na yale makontena yanapelekwa yanafanya kazi saa 24. Lakini ukija pale gari lako likikatika mafuta, nitakuwa muongo nikisema sheri zote zitakuwa vituo vya mafuta vimefungwa. Vituo vya mafuta pia vinafanya kazi saa 24. Kwa hiyo nini swali ambayo nimeulizwa? Mwitikio wa biashara saa 24 ili upiki kwa pamoja is a gradual process. Ni taratibu kwa kuimarisha ulinzi, kuimarisha taa, kuimarisha awareness, kufanya watu wafanye kazi. Then baada ya muda ina peak na sisi tunajivunia kwamba wazo hilo lilikuwa ni letu. Shukuru sana mheshimiwa. Asante sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.